Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Mei 1, muinue Yesu juu kama Mungu mtoa sheria. Somo linasema madai ya mtoa sheria. Unifumbue macho yangu, niyatazame maajabu yatokayo katika sheria yako. Zaburi 119 mstari wa 18. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri asubuhi ya leo. Tunajikabidhi kwako tunapojifunza maandiko yako matakatifu. Kuwa pamoja nasi, tuongoze sawa na mapenzi yako, kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Kristo alikuja kwa watu ambao walikuwa wamedanganywa na kulagaiwa na pepo wa tamaa. Wakati huo walikuwa chini ya nira ya Warumi, lakini walitazamia mmoja kuja ambaye angesimamisha ufalme ambao ungetengwa na watu wengine wote duniani. Alikuwa avunje kongwa la wapagani ili kuwainua watu wake na kuwaweka pamoja na wafalme. Mataifa yote yangeitwa ili kufikia mbele za yule aliyetumwa na Mungu, na hapo wangetakiwa kujisalimisha au kuangamizwa. Manabii walikuwa wakiibuka kila mara na kudai kuwa na ujumbe maalum. Kwa namna hii, Yuda ilipaswa kuheshimiwa kama mahali pa nguvu na utukufu. Falme za dunia na utajiri wa mataifa vilipaswa kuweka miguuni mwao, na walipaswa kuinuliwa kama makuhani na wafalme kwa Mungu. Wale ambao hawakuamini katika mambo haya makubwa kwa taifa la Kiyahudi walitangazwa kuwa makafiri. Iwapo maombi yao hayakuwa mengi katika matarajio haya angavu, walichukuliwa kuwa wabaya zaidi kuliko wasiofaa. Watu walivutiwa sana na uongo wa Shetani kiasi kwamba akili zao hazikuwa zimeandaliwa kabisa kwa ajili ya Kristo wa kweli. Kazi ya Kristo ilikuwa ni kuweka mbele ya wanadamu sifa bainifu za ufalme wake, akionyesha kwamba majina na nafasi na vyeo si kitu, bali kwamba wema safi na tabia takatifu vinahesabiwa kuwa kila kitu machoni pa mbingu. Katika mahubiri yake pale mlimani, sentensi za kwanza kabisa zilizotoka katika midomo yake zilikusudiwa kuyetupilia matamanio hayo mavumbini. Heri walio maskini wa roho, alisema, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hubiri hili lote lilikuwa ni ufasiri wa sheria. Yesu aliwasilisha madai mapana ya sheria ya Mungu. Alijaribu kusahihisha mawazo yao ya juu kwa kuinua hisia za kweli na kutangaza baraka juu ya mienendo hiyo ya tabia ambazo zilikuwa kinyume kabisa na sifa walizokuwa wakizithamini. Aliwasilisha mbele yao ufalme ambao matamanio ya wanadamu na shauku za kidunia haziwezi kuuingia. Kazi ya Yesu ilikuwa kwamba aweze kuziinua roho zilizokuwa zinaangamia
kwa kutokujua utauwa wa ukweli hadi katika mandhari safi na takatifu. Utasoma The Signs of the Times la Januari 10, 1900. Huu ni mwisho wa somo letu la Mei 1. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri. Asante kwa siku hii ya leo. Tunajikabidhi kwako. Tusaidie masomo haya kazidi kutubadilisha maisha yetu sawa sawa na mapenzi yako. Kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu